Kama ni mara yako ya kwanza unatembelea chaneli yetu ya Top 5 Media, tunakuomba ubonyeze neno subscribe, kisha kwa chini itatokea alama ya kengele. Tunakuomba ubonyeze kengele hiyo ili uwe wa kwanza kupokea taarifa katika chaneli yetu. Asante. Mchezo mkubwa wa ligi ya mabingwa barani Afrika, hatua ya nusu fainali ambao tumetoka kutazama kutokea katika nchi ya Misri, ni mtanange ambao umeikutanisha klabu ya soka ya Pyramids dhidi ya kikosi cha timu ya soka ya Orlando Pirates kutokea katika nchi ya Afrika Kusini, ambapo mchezo huu ulikuwa ni mchezo wa mkondo wa pili nusu fainali ligi ya mabingwa barani Afrika. Hatimaye kikosi cha timu ya soka ya Pyramids kimeweza kufanikiwa kuibuka na ushindi wa mabao 3-2 na kuweza kwenda hatua ya fainali kwa mara ya kwanza tokea timu hiyo kuanzishwa. Tunaona kwa upande mwingine mechi ilikuwa ni ya kuvutia sana katika mchezo huu ambao mchezaji wa zamani wa klabu ya soka ya Yanga Fiston Kalala Mayele ameweza kuonyesha uamba wake. Fahamu, katika kipindi cha kwanza tunashuhudia Deleboile Mofokeng katika dakika 41 aliweza kuitanguliza klabu ya soka ya Orlando Pirates kwa bao safi ambalo mchezaji huyu aliweza kulifunga, lakini kabla ya kwenda mapumziko dakika ya 45 kupitia kwa mwamba Fiston Kalala Mayele akipokea cross safi iliyopigwa na winga wa kushoto, basi Fiston Kalala Mayele akaweza kuisawazishia klabu yake ya soka ya Pyramids. Lakini tunashuhudia mpaka half time timu hizi zilikuwa zimetoshana nguvu ya sare ya bao 1-1. Kwa hiyo tunashuhudia katika kipindi cha pili dakika ya 52 kutia kwa Moau Nkolta akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Orlando Pirates bao la pili. Lakini tunashuhudia kwa upande mwingine kupitia kwa Ramazan Sobi dakika ya 57 akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Orlando Pirates bao la kusawazisha, yani ilikuwa piga ni kupiga. Tunashuhudia mchezo ukabadilika kwa sababu Orlando Pirates tayari walikuwa na advantage ya bao la ugenini, basi wakaanza kupozesha mchezo huku wakiendelea kufanya mashambulizi katika lango la klabu ya soka ya Pyramids. Lakini tunashuhudia katika dakika 85 kupitia kwa mwamba Fiston Kalala Mayele kutokana na kona ambayo iliweza kuchongwa na mchezaji wa klabu ya soka ya Pyramids kuweza kupiga shuti, basi kwa upande wa golikipa wa Orlando Pirates akaweza kupangua mpira na ukaenda kutua katika miguu ya mwamba Fiston Kalala Mayele, na Fiston Kalala Mayele akaweza kuiandikia klabu ya soka ya Pyramids bao la 3, na bao hilo 1-1 likatosha kuifanya klabu ya soka ya Orlando Pyramids kwenda hatua ya fainali, na Mayele akaweza kufikisha mabao 5 akilingana na kinara ambaye ni Amamo Shori. Kwa hiyo kwa sasa Mayele ndiye kinara katika orodha wapachika mabao kunako ligi ya mabingwa barani Afrika. Fahamu, kwa upande mwingine Mayele ndiye ambaye ameweza kutajwa nyota wa mchezo ambao umetoka kumalizika kati ya Pyramids dhidi ya Orlando Pirates, na tutashuhudia aggregate imeweza kusoma mabao 3-2. Kwa hiyo klabu ya soka Pyramids wameweza kwenda hatua ya fainali. Kwa hiyo tunashuhudia Pyramids katika hatua ya fainali watakwenda kukutana na Masandawana ama the Brazilian Mamelodi Sundowns ambao wao wamewaondosha wa Misri wenzao ambao ni Al Ahly katika mchezo ambao ulichezwa mapema ileo kwa sare ya bao 1-1. Kwa hiyo katika fainali tunashuhudia ni vita ya wa South Africa tena dhidi ya Misri, ambapo fainali hii tunaona itakwenda kuwa ya kuvutia home and away. Kwa hiyo kuna uwezekano mkubwa Pyramids ama Mamelodi Sundowns mmoja wapo akaenda kutoa ubingwa huu wa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Lakini ndio hivyo, Fiston Kalala Mayele ameweza kuwa katika kiwango bora sana na kuweza kuisaidia klabu yake kuweza kwenda hatua ya fainali michuano hii mikubwa ligi ya mabingwa barani Afrika kwa msimu wa mwaka 2024-2025. Tunakuacha na swali, kama Mtanzania ikitokea mwamba Mayele anataka kurejea nchini Tanzania, je, unamshauri ajiunge na timu gani?